Karibu kwenye Dizzy Mkot. Leo tuko na Bula, mchambuzi wa sports, lakini pia kama unavyojua weekend hii kulikuwa na matukio mengi sana ya sports ambayo yanaenda viral sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini swali langu nikasema nikuulize, hivi ni kitu gani kinaendelea ndani ya Simba? Kama kuna vurugu sana mimi naziona pale. Yaani kuna kitu gani ndani ya Simba? By the way, tangu jana hizo vurugu ambazo zinazungumza Medi zilianza kuonekana. Na vurugu zilianza kuonekana baada ya kupatikana kwa taarifa ama kutoka kwa taarifa ya kwamba mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameitisha mkutano wa dharura. Wapi? Mkutano unafanyika Bunju. Ndio. Yes, na baada ya kutoka hiyo taarifa kwamba mkutano unafanyika, mwanzo watu walikuwa wanadhani kama ni masihara, lakini baadaye sasa videos zikaanza kucirculate mitandaoni kwamba kweli kumefanyika mkutano. Na katika huo mkutano mwenyekiti wa Simba pamoja na wanachama waliohudhuria huo mkutano wakawa wamependekeza ama wametoa majina ya wajumbe ambao watakuwa wanaunda bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba. Ndio. Umenielewa? Sasa baadaye drama zilipoanza sasa. Yaani hapa ndo palipoanzia drama. Baadaye ikatoka taarifa rasmi kutoka kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Simba ukikanusha ule mkutano ambao umefanywa na mwenyekiti. Kwa maana hamna ushirikiano kati ya digital department ya Simba na uongozi. Na uongozi ambao ni mwenyekiti wa klabu. Mwenyekiti ambaye kwa kiuhalisia kwamba ndiye mtu mwenye power na power pale. Yes, sasa taarifa ilivyotoka chini, kwa sababu digital unajua tu wanaandika, wanatengeneza labda hiyo graphics designer, graphics design, then wana attach na aliyetoa ile taarifa ni nani. Taarifa imetoka kwa Crescentus Magori ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi upande wa hiyo, ni upande wa mwekezaji. Yaani wewe ni kutoka upande wa mwekezaji, kitu ambacho mwekezaji hapaswi kuwa na nguvu ya kukataa mkutano mkuu wa dharura ama mkutano mkuu wa kawaida ambao utakuwa umeitishwa na mwenyekiti wa klabu. Mbona kama naona ni kama vile kuna vita sasa ya uongozi na madaraka au mamlaka pale. Exactly, na hapa umezungumza vizuri Medi. Mwenyekiti yeye ndo anakuja kutokea mwishoni kwamba yeye ndo ana finalize kila kitu. Final say. Yes, kwa sababu muundo wa Simba umekaa kwa 51% kwa 49. 51% hii ni nguvu ambayo anayo mwenyekiti. Kwa maana mwenyekiti ambaye yeye anachaguliwa na wanachama wa club. Exactly. Kitu kiwe kamili ndo wenye club wao sasa. Umenielewa? Kitu ilimradi kiwe kamili inabidi kiwe na 100%. Sasa Simba muundo wake wa umiliki 51% ambazo ni nyingi ndio zinaenda kwa wanachama. Kwa it means hata kwenye vikao final say itatoka kwa wanachama ambao ndo wanahisa 1% kubwa. Alafu upande wa mwekezaji una 49%. Na baada ya marekebisho ambayo yalifanywa, baada ya wao Simba kupeleka ile rasimu ya katiba mpya ya klabu ya Simba kupeleka serikalini kwa msajili wa vyama msajili wa vilabu, wakaambiwa kwamba muundo wa klabu ya Simba hautakiwi kuwa na mwekezaji mmoja. Okay. Wawekezaji wanatakiwa kuanzia 3. Umenielewa? Hiyo vita sasa. Kwa sasa kinachoonekana ni kwamba huu upande wa mwekezaji ndio ambao mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ni Crescentus Magori ndio haufurahishwi na uwepo wa mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu kwenye upande wa, na mwenyekiti wa klabu ya Simba hafurahishwi na baadhi ya majina ambayo yapo kwenye upande wa bodi ya wakurugenzi kwa maana upande wa mwekezaji. Umenielewa? Na ndio maana baada ya kikao kilichofanyika jana mwenyekiti wa klabu ya Simba akawa ameorodhesha majina ya watu ambao yeye angetaka wawepo kwenye bodi, na miongoni mwa majina ambayo yapo ni Salum Abdallah Try Again. By the way, amezungumza tena asubuhi ya leo. Mimi ninachokiona hapa ni kwamba ni kila upande unajaribu kuvutia upande wake, kitu ambacho ni kibaya na ni kitu ambacho kinaweza kikasababisha pia sintofahamu nyingi hasa kwenye maendeleo ya klabu yenyewe. Ni kweli, kwa sababu kauli mbiu ya Simba unavyozungumza ukitaja ile Simba, kauli mbiu yao ni nguvu moja. Sasa mpaka sasa hivi hakuna nguvu moja. Inaonekana kama kuna nguvu mbili sasa. Inaweza ikawepo hata nguvu ya 3. Simba nguvu 3. Umenielewa?
Kwa hiyo inaweza ikaonekana Simba nguvu tatu sio Simba nguvu moja tena. Umenielewa? Kwa mpaka hapa tayari vuta ni kuvute zimekuwa ni nyingi sasa. Yes, kwa sababu of which pia zinampa ushindi mpinzani sasa. Umeona yani upande wa pili kule watu wanazidi kupata ushindi, yani wanazidi kupata nguvu ya kutosha kwamba wale wanagombana na wako kwenye nyumba moja. Na Medi, kwa nini nimesema kuna nguvu tatu? Kuna nguvu upande wa mwekezaji, kuna nguvu ya upande wa mwenyekiti ambaye anasimamia wanachama. Lakini ndani ya hao wanachama sasa hivi kuna kundi jingine ambalo limeibuka. La tatu sasa hilo. Yes, halimtaki mwenyekiti. Umenielewa? Kuna kundi ambalo limeibuka kutoka kwa wanachama, halimtaki mwenyekiti. Something which is not good, kwa sababu unaona kabisa Simba baada ya kunyanyuka kila msimu wanadidimia. Yes. Na itakuwa ni ngumu sana pia wao kunyanyuka kama wakiendeleza tofauti zao ambazo zinakuwa ndani ya wao kwa wao, yani ndani yao. Mimi naiona Simba ikistruggle zaidi ya miaka 15 kuja kurudi tena, stabilize tena. Exactly. Yani Simba zaidi ya miaka 15 itawachukua. Kwa sababu walifika muda ambao walitakiwa kuwa wako mbali zaidi. Yes. Lakini pengine wamerudishwa chini kutokana na wao wenyewe, yani ndani ya, na kinacho wagharimu ni kutokukubali. Unajua ukikubali Medi una tatizo. Wanasemaga kwamba ukiwa na ugonjwa, let's say unaumwa na malaria, ukishakubali mimi nina malaria, it means hata kucure hiyo malaria inakuwa ni rahisi. Unapiga dozi tu alafu maisha mengine yaendelee. Yes, lakini sasa ukiwa hujakubaliana na uhalisia. Yani sasa hivi wangekubali kwamba kweli tuna migogoro. Hem, tukae chini. Si unaona hata nchi sometimes zinapitia sintofahamu. Ndio. Zinaundwa kamati za maridhiano. Watu wanaridhiana kila kitu kiende sawa. Kwa kifupi Simba inabidi watengeneze maridhiano ndani yao. Yes. Ili kufanya mambo yaweze kwenda ya kwenda sawa. Simba wanaamini kwamba kuna watu wanalipwa wao wachafue. Wanaamini kuna watu wanatengeneza sintofahamu baina yao. Lakini kitu cha msingi zaidi ni wao wangekubali kwamba sisi wenyewe ndo tunaojitafuna. Na ukishakubali hivyo, hata kukaa chini kuridhiana inakuwa ni rahisi. Na mkishatengeneza maridhiano within, inakutengenezea urahisi hata wa kutenda. Lakini kama hata hamtaki kukubali kwamba nyinyi wenyewe hampendani, nyinyi wenyewe hampatani, haiwezi ikatengeneza picha nzuri nje. Kwa mfano, mchambuzi Omar Bula atazungumza kwamba ndani ya Simba kuna tatizo. Nyinyi ndani ya Simba mnajua kabisa kuna tatizo, lakini mnataka tu kuwafurahisha watu wa nje waamini kwamba ndani hamna tatizo. Kwa mwisho siku mtaanza kumwataki Omar Bula. Unatuchafua 1 2 3, lakini mkirudi ndani kile kitu hakiwezi kujificha Medi. Na kwa nini nimezungumza kwamba inaweza ikawachukua hata miaka 15? Ugonjwa ni rahisi sana kuingia. Ugonjwa unaingia ndani ya sekunde 2 tu. Lakini kutoka inaweza ikakugharimu hata miaka 5. Inakugharimu muda na pesa pia. Exactly. Kwa kifupi ni kwamba wajitizame wenyewe. Inabidi waridhiane, kubali kukaa kwenye kiti kimoja kama ambavyo nani yao inasema. Na kiongozi makini, unajua kung'ang'ania kiti haijawahi kuwa sifa ya kiongozi bora kabisa. Yani kiongozi bora akishaona kwamba kuna loopholes ambazo zinamuonyesha kwamba yeye hafai au hatoshi, au kuna kitu ambacho kinaonyesha kwamba kunaweza kukawa na mpasuko katika klabu, lazima utengeneze mazingira ya kuresign. Hebu kaa pembeni, kuachia nafasi kwa sababu aje mtu mwingine anaweza kufanya namna yoyote. Yes, kujiuzulu haijawahi kuwa sifa mbaya hata yes, yani unalinda heshima yako. Unalinda heshima yako, lakini pia unalinda reputation ya taasisi. Kwa sababu inawezekana wewe kung'ang'ania kukaa kwenye kiti ikatengeneza picha mbaya zaidi kwa klabu kwenda mbele. Ama inaweza ikatengeneza tatizo kubwa kutokea hapo ambapo wewe unataka kung'ang'ania hicho kiti. Kwa katika hili linaloendelea pia lazima apatikane mtu wa kusema ngoja nikae pembeni. Unahisi Simba wana chochote cha kujifunza kwa Yanga kwa sasa? 100%. Simba wana sio cha kujifunza Medi, vya kujifunza ni vingi na maana. Jana wakati zinatokea hizo drama za Simba, ndio siku hiyo hiyo ambayo Young Africans walikuwa wanaendesha mkutano wao mkuu. Ndio siku hiyo hiyo ambayo Young Africans walikuwa wanafanya uchaguzi wa viongozi. Kwanza, kwenye uchaguzi wa viongozi, wale top leaders, rais na makamu wa rais, hawakuwa na upinzani, kwa maana hawakuwa na mtu ambaye wanashindana naye. Hii itakupa picha gani? Itakupa picha ya kwamba Young Africans wana umoja. Tayari wameshaamini kwamba mtu fulani ambaye sisi tumemwamini, ambaye yuko pale, anaweza kutuvusha. Ni kutokana na matokeo mazuri ambayo ameyaona labda kwa kipindi cha hiyo mtu ambacho amekaa. Ndivyo ambavyo hiyo ndo kitu ambacho pia watu wengi wanakipigania hata sehemu hata kwenye maisha pia. Yes. Watu wanaangalia return ya positive ya kwako ambao umeifanya kwenye taasisi fulani. Umenielewa? Kwa hiyo ndio maana nasema Simba wanacha kujifunza kutoka kwa wanavya
kujifunza kutoka kwa Young Africans kwa sababu sasa hivi anaweza kuwa ni role model wao mzuri. Ni role model wao 100% bro. Kuanzia kwenye nyanja ya uongozi, kwa namna ambavyo mambo yao yanaenda, yani ule mpangilio wa mambo na matukio ya Young Africans uko smooth bro. Kuanzia kwenye idara ya habari, kuja kwenye idara ya uongozi kwa maana administration, top administration, kuja kwa wanachama kwa sababu wanachama nao wanakuwa na viongozi wao, wale wakuu wa matawi. Utakuta tawi lina katibu, lina mwenyekiti, umenielewa? Kuanzia huku kwenye matawi kuna umoja. Unakuja kwenye top management kuna umoja. Unakuja kwenye labda idara ndani ya klabu ambazo hizi sasa wanasema kuna ni zile za kuajiriwa. Idara ya habari watu wanaelewana. CEO wa klabu anaelewana na top management. Umenielewa? Kwa hivi vyote Simba wanabidi wajifunze, na ili mradi upate matokeo uwanjani, ili mradi uweze kushinda ubingwa uwanjani, lazima uwe na uongozi ambao uko stable. Hivyo nadhani sasa hivi wachezaji wa Simba psychologically watakuwa na uwezo wa kwenda uwanjani kwenda kupambania matokeo. Itakuwa ni ngumu sana. Ngumu. Yaani wewe mchezaji unajiandaa huko kwenye dressing room, unasikia mwenyekiti wa klabu kaitisha mkutano huko. Unasikia kuna watu wanampinga. Unasikia kuna watu wametengeneza kikundi kingine pembeni. Umenielewa? Tarehe 12 mnajiandaa kwenda kucheza na Yanga, tarehe 12 mwezi wa 8. Mnajiandaa kwa ajili ya kwenda kucheza na Yanga, unasikia viongozi hawaelewani. Huyu anamsema huyu kamtoa huyu. Huwezi kupata matokeo. Itakuwa ni ngumu sana. Na ndio maana Yanga ubingwa wa 5 mfululizo kwenye ligi, msimu unaofuata 2026 kwa maandalizi walioyafanya, kwa usajili waliofanya Yanga, wanaonekana kabisa wanakwenda kuchukua ubingwa wa 6 mfululizo. Na haitaishia kwenye 6, inaweza ikaenda kwenye 7, 8, 9 mpaka 10. Umenielewa? Na nimekwambia hapa Yanga, mbona umeguna Simba Justin ni ukweli. Shida ni mbona umeguna? Ni ukweli. Unanielewa Medi? Ukweli unastaajabisha. Ukweli unastaajabisha na zote tunajifunza. Ndio. Tukusikie bwana. Au ngoja mimi nisogee hivi. Tukusikie. Hii faili limekuwa zito. Maana Bula alivyochomeka pale umecheka, tukasema unajua kuna utabiri, kuna viashiria, ndio, kuna uhalisia. Hivi vitu vyote vitatu vinashabihiza mimi kauli ya Bula kuishangaa. Kwa maana kwamba naona kama ana address mapema. Lakini uhalisia unaonesha hivyo kwa sababu wamesajili vyema kwa gharama. Ndio. Wana muunganiko, leadership. Ameongea kuanzia chini mpaka juu. Yaani unaona kwenye majukwaa napo kuna muunganiko. Yaani kuna mashabiki wa sijui VIPB, ndio, sijui nini, achana na matawi. Ndio. Yaani mashabiki wenyewe wana makundi yao ambayo yapo hivi. Na ikitokeaga sintofahamu hawafanyi hivi. Kuna muda waliingiaga, kuna baadhi ya influencers walitoka sijui klabu nyingine kuja huku kutaka kuvuruga na kupiga fedha. Unakumbuka Bula kipindi kile? Yule mshikaji. Lakini waliwaka na wakaondoana, wakapunguza ule uchafu. Wako hivi. Waliwahi haraka kucontrol. Thank you very much. Angalia players. Leo hii wachezaji watatu mabeki wa taifa hili tegemezi wakati wanao wao. Yaani national team ya nchi hii, Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha. Nixon Job. Nini yule Baka? Baka. You see? Lakini wamemuongezea Mohamed Hussein Zimbwe Junior Shabalala. Yaani national team wachezaji 4 wanatoka kwenye klabu yao, wanaoimarisha. Kipa bora wa Mali wanaye wao. Hawa ni backbone yenye miaka 4 ipo hivi. Menyoka. Mudathiri Yahya Habas. Okelo tegemeo Uganda. Duke Abuya tegemeo Kenya. Si unaiona hiyo? Atakaporejea Mzize, there is no any discussion kwenye national team. Yeye ndio regular starter number 9. Yaani kwa mnyororo huo. Sijui kama unanielewa. Idara ya habari ameigusa hapa. Imesheheni. Yaani watakapomuona Mjini FM kuna mpiga picha bora watamtafuta. Watakapoona kuna mtu anaweza kutaarifu au reporter bora watamtafuta. Wanachohitaji wao kuwa na ile cream yote na wanaangalia potential, taaluma na kipaji.
Yani hawaachi kitu. Sio tu uende tu na kwamba eti mshikaji wangu kama kule kwingine ambapo wanaambiwa mpaka online media usimtafute Bula na kumhoji. Usimfanyie interview just in case. Usimfanyie interview labda Wakanda sijui. Yani huwezi kuishi, yani huwezi kuishi hivyo. Kwa kifupi watu wanahisi kama kuna watu wanatumwa kuwachafua. Thank you very much. Na wanajaribu kufanya hivyo ili kuzuia wakihisi kwamba atasema atafanyaje. Bro, kila kitu kinategemeana na makosa. Kabisa. Yanga wanaangalia strength walionayo against weakness za watu wengine. Wao ndo wanatembea humo. Yaani ukitafuta kuwatafuta utabakia na 80% mazuri, 20 unasema lakini sio mbaya. Yaani unawatema kuna lakini sio mbaya. Muunganiko brother, bila kuwa na muunganiko huwezi kufanikiwa kwenye jambo lote mpaka dunia hii inaisha. Yaani hapo hadi mpishi, hadi mfanye usafi. Bro nisikilize. Wanaachana na mchezaji akiondoka anatengeneza ile thin line between love and hate kwa sababu ya kitu ambacho anaenda kumisi akiwa nje ya ile taasisi. Nina ushahidi to the maximum, nina ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Naishia hapa. Alizungumza Dini juzi kwamba wachezaji wakiondoka Yanga wanakuwa na mapenzi nayo sana. Why? That's it. Makudubela mpaka mtoto kamuita jina la. I say. Watu wanatengeneza vitu. Watu wanaishi nje ya Yanga, ndani ya Yanga. Yaani watu wanaishi Yanga ukiwa ndani na nje. Kuna watu wanajaribu kutuambia kuna uchawa, ushabiki. Mimi na Bula ukitu chambua sana ni Simba. Lakini sasa hivi utuelewi. Yani ni kwamba undani wenu, yani watu wakiwamulika hivi. Nimeizungumzia bro. Nyinyi ni Simba watupu. Mtu wote wa football. Lakini nimeizungumzia Simba. Umesikia? Nimeizungumzia Simba 4 years consecutively. Ya Medi Kagere, John Rafael Boko, Mugalu, kina James Kotei, kina Jonas Gerard Mkude, kina Seji Pasco Wawa, ile kina Erasto Nyoni. 4 years consecutively. Mimi nazungumzia kile ambacho kinafanya vyema. Kwa kifupi wewe hujataka kuangalia mapenzi yako tu, ila unataka yaani unataka kumseme Simba ni bora kuliko Yanga kwenye eneo lipi? Ni uongo. Utapigwa mawe. Wanazidiwa kila eneo. Utapatiwa mawe. Yaani mpaka ujinga wanaongoza Simba. Huwezi kusifia meneja wa habari na msino na mawasiliano. Mimi ni mshikaji wangu Bula anajua. Di pale. Unasifia wanachama na mashabiki kwenda kufanya uchafu kwenye taasisi nyingine. Mimi nakaa yani hiyo content samani hiyo content na kijana wangu nakuulizaje kwenda kufanya hiyo, yani inaonekana nakaaje na kijana wangu Vince anayetarajia kufanya mitihani na kuvunja record Dar es Salaam kuwa kiongozi kwa kufaulu, nakaa najadiliana nayo content kwa sababu mimi ni mtu wa content. Kwa hiyo mimi namfundisha nini, anaiga nini kwetu, nishabikie hiko kitu, anaiga uchafu. Kwa unapoona hilo jambo na swipe, kwa sababu mimi sometimes nakaa na share naye vitu ili ajifunze. Dada yake yuko chuo mwaka wa 3, ndio anafanya mass communication St. Augustine Mwanza. Maana yake anakuja huku. Namfundisha nini? Kwa hiyo mimi siwezi kupost. Sijapost hizo content sijui huyu kafanya hiki. Yaani hazinifanani na mimi. Ndio maana nasema hadi ujinga wamezidiwa Yanga kwenye eneo hilo. Jana amezungumza hapa Bula. Watu wanafanya uchaguzi kuweka watu kwenye mamlaka. Sio ushikaji. Ndio maana kuna watu wamepanguliwa. Ndio. Katika watu wale 5. Ndio. Rais karejea, makamu wake karejea, huku mzee wangu Mangungu mwenye mamlaka kisheria kwa sasa kuimiliki Simba, na ibada inafanyika kuelekea wiki ya Simba. Huku anatoka mwenyekiti wa bodi kwenye eneo lipi wakati alitambuliki kwa sasa, inapita kwenye peji, manake afisa habari na idara yake wameyumba, umeshindwa kuheshimu mamlaka ya Mangungu. Sasa hivyo huwezi kuviingilia. Kwa hiyo nawaachia ujinga wao. Mimi vitu vya kijinga siwezi kujadili. Hivyo ni vita vya wanyama. Utasketi kwa nini hauposti vitu vya Simba? Vipi? Mimi nimeposti nini? Kule kwenda kupata haja. Ndio idara imeripoti. Idara imeripoti haja. Mimi naiposti vipi kwenye peji yangu Bula? Reputation yangu mimi vipi? Mimi nataka nione peji na kwa afisa habari wa wizara. Ndio ndoto zangu. Naomba niwaache bwana. Bwana pole sana na wasamee tu. Wasamee tu. Yaani nikiwauliza Bula, nilisema kwenye sports knockout ya Ibrahim Dumbia. Sawa kaka. Magoli 42 yameteketezwa. Ya Jan Charles Yaoa, Ateba pamoja na Dese Mkwala. 42 goals. Huwezi kuziacha Bula. Wakati msimu wote wa uloisha jana wamefunga goli 62. Imagine.
wakati watu watatu walioondolewa with hakuna sababu yoyote kwenye age, quality, matumizi ya timu za taifa. Jean Ahoua yupo timu ya taifa anapokuwa ya ndani alikuwepo. Yani ya Ivory Coast sababu ya level yao. Ateba amehudumu of course mpaka national team Cameroon. Tena AFCON. Dese Mukwala Uganda the Cranes piga ua. Nipe sababu nyingine, age we kakae mbali. Potential wanayo. Goli wamekupa. Goli 13 na huyu kiungo mshambuliaji kafunga. Thank you very much indeed. Alafu Elia Mpanzo ambaye alikuwa anateketezwa kaja kawa playmaker bora mwaka jana. Kwa maana yake Simba mwaka juzi ilikuwa superb. Wewe mwenyewe huwezi ku maintain ile cream yako. Mimi na ku maintain vipi wewe? Unaenda kupost vinyesi. Bana. Bana. Ili faili la leo ni zito sana. Sasa kupitia Dizim Courts namna ya kusema nimelifunga na kupiga nyundo inakuwa ni ngumu. Ili tamwachia mwenzangu pengine siku ijayo Dini anaweza kuja kulifunga. Kwa mimi hili naona bado kwanza tuliache wazi kwanza. Tuliache wazi kwa sababu kama nilivyokuambia pia asubuhi hii mwenyekiti wa klabu ya Simba amezungumza na ameibua tena mambo. Faili bado la moto, hatuwezi kulifunga hili. Huu mwezi wote huu mpaka tunaelekea kwenda kuifungua ligi. Ndio, hatuwezi kufunga leo faili. Yaani ile faili mimi silifungi leo. Mwezi yote itakuwa zinakuja tu. It's all about drama. It's all about dramas. Drama after drama after drama. I say? Bara mimi nawashukuru sana watazamaji wetu kupitia Dizim Courts. Na nataka niwaambie leo nilikuwa na wachambuzi matata sana. Hii Dizim Courts ni moja kati ya podcast ambazo pia zinahakikisha kwamba wewe mtazamaji na msikilizaji pia unapata kile ambacho unakitaka. Sasa nataka tu nikwambie mimi kwa kweli faili hili sitalifunga kama nilivyosema awali. Naomba niliache, pengine tutakuwa tuna na chance nyingine ya kusikiliza mambo mengine. Bula nikushukuru sana. Asante sana. And all the best.